Na mwiki kutangazia moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV. Hujambo msikilizaji na mtazamaji wetu mahali popote pale ulipo ulimwenguni, ikiwa ni Machi 25 mwaka 2025. Tulionayo hii leo ni pamoja na mwanamuziki mashuhuri Delicate Idingo amezikwa katika mji wa Beni, mashariki mwa Kongo. Na mapigano makali yameshuhudiwa tangu mapema ya hii leo Jumanne kati ya vijana wazalendo na waasi wa M23 katika kitongoji cha Katana mkoani Kivu Kusini. Siri ya Katana wakamata aeroport na wakamata aeroport kisha wanaendelea mpaka Bukavu. Masasi balipigana sana na mpaka sasa hivi tunasikia kama ni wazalendo njoo wana ule mji wa Katana. Tunasikia tu kwa watu mpaka saa hizi hatujui kama realimani wazalendo njoo wiko na Katana ama wandugu wa M23. Msikilizaji na mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi ni kusiweze kuungana nami mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tryphon Odas, moja kwa moja nikiwa hapa mjini Kigoma nchini Tanzania. Karibu. Na karibu sasa tuanze kuangazia taarifa zetu tulizonazo hii leo, na tunaanzia huko Kivu Kaskazini. Hatimaye hii leo mwanamuziki mashuhuri Delicate Idingo amezikwa katika mji wa Beni, mashariki mwa Kongo. Delicate aliuawa tangu Februari 13 mwaka 2025 katika mji wa Goma, kwa sasa ukiwa chini ya uongozi wa waasi wa M23, na amejulikana sana kwa nyimbo zake za kualika serikali na jumuiya ya kimataifa kutumika kwa maslahi ya wananchi kwa maendeleo ya mataifa. Raia wa Beni walimjuaje Idingo? Hasani Chawele amezungumza na wakazi wa mji wa Beni. Idingo ya kwanza mimi namjua kama kakangu, wala naye mji mmoja Beni, na bisi nilimjua tena sana kazi yake ya usanii. Yeye alikuwa anaimba muziki za nikosia, muziki za kutosha watu ignorance, mwile faiblesse ya motivation. Alikuwa anafanya muziki za motivation. Muziki anaimba saa muziki ya leo, nimedae, allo député, politicien escroc, alimba mingi sana. Alikuwa mtu malishinda kukunyamazia uongo. Alisema atasema kweli. Najua atesturi si jeunesse yote ya Beni, jeunesse ya Kongo particulier na Kivu, wapi wote Afrika wanasema tu Idingo ni mtu mwelwa tukabana. Hakuna kusema mtu, tuko deja si wote tuko napigania vile Idingo wanapigania. Najua tuna regret sasa kana potea muziki yake endelea kutupatia tule nguvu. Tuko deja tuko wengi. Tukajua tani ogope, mimi naishi na bila sana moto nishakufa. Niko naishi na mavita manini, hata niseme nisiposema tu unakufa tu, wangapi wanakufa na baba na sema. Mbona mimi nenda kufa na tu unasema tu wagisi kake Idingo wanafanya. Tupende kwa nchi yetu, tupende Afrika. Tuache wale wale watu tunatupiganisha, tuwapiganisha na sisi, tupiganisha amani, tukalekwa amani. Sio bila amani hakuna kitaweza kufanya ndani ya nchi. Mimi nilijua Idingo kama artiste revolutionnaire, mwenye alikuwa anawaambia watu vitu vya maana sana. Alikuwa na instruire jeunesse, meme na politique, alikuwa anakusia juu kwa instruire watu. Na instruire watu kugarde kimya na amani kwa nyumbani kwetu, kila mtu kwao aisantire à l'aise. Nyimbo zake ambayo alimba muziki nyingi sana, na kati ya zile nyimbo nilifurahia nyimbo ambayo aliimbia huyu mtoto anastahili aende kwa masomo, na ingine alimba nyimbo nyingi sana. Sina imani Mungu yuko natuona sisi watoto wa Beni, particulièrement Kongo mzima, hata yuko natuona, atashazire tena huyu ambaye atakuja kuendelesha kazi ambayo Idingo alituonesha. Naomba tubakie solide kwa affaire za politike, muziki, ifo tunakuwa solide, tunaonesha kitu ambacho kiendelee, na kitakapoendelea itafanya kitu cha maana, utakuwa nimelasser message, itakuwa nimesauver peuple, une communauté comme si. Viongozi wa serikali nao wameomba raia kuiga mfano wa Idingo aliyekuwa akihamasisha ulimwengu na taifa lake kuimarisha usalama. Vijana ya Kongo, ninaweza kuleta shauri wafate mifano ya kijana wetu ambaye alipotea Idingo. Idingo alikuwa kijana suja, alikuwa naongea maneno katika wimbo zake mbalimbali
zilikuwa na maneno zikaingia kipolitiki kwa kuweza kusisimua watu ya politika waweze wakabadilika, watie politiki ya kuonesha gizi wiko na guverne inji la kwao, kila mtu aweze akapartisipe ku gouvernement ya inji la kwake, surtout ya Kongo. Nyimbo zake zilikuwa na maana, haikuwa manyimbo mweza kuweza kulogota kwenye barabara, hapana. Utakumbuka kuwa Delikate Idengo ni mwanamuziki wa Kongo aliyezaliwa katika mji mdogo wa Oiche, takriban kilomita 30 kaskazini mashariki mwa mji wa Beni, Kivu ya Kaskazini, na aliuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha ambao serikali ya Kongo inasema ni M23. Na hii ni baada ya kuondoka gerezani wakati mji wa Goma ulipotekwa na M23, ambapo alitumwa na mahakama ya kijeshi ya mji wa Beni. Na huko Kinshasa, mazungumzo kati ya wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni njia muhimu inayoweza kumaliza mzozo wa vita mashariki mwa Kongo. Amesema hayo mwanasheria Achille Kapanga katika mazungumzo na MTV siku chache baada ya serikali ya Kongo kutangaza kukutana na baadhi ya wanasiasa na kuunda serikali mpya itakayosaidia kutatua migogoro inayokumba taifa hilo. Achille Kapinga amewaomba wanasiasa wote kuketi kwenye meza moja, kwani kwa sasa wanaoathirika sana ni wananchi. Solution hii pei haiko inji, hapana. Hapoje na kwa kamata watu wa inji na kia jerefu wa yeye. Iko mambo tusheba Kongomani. Tuikali tujiulize ni nini njoo haiendeki. Bwana Rais Kisekedi tunaona kitu mbaya njoo hii. Sitengeneza hapa na hapa na hapa. Wananyie bwana na nyie kwa mnafanya kosa njoo hapa na hapa na hapa. Tutima fikiri pamoja mara watu jenge juu peple njoo iko na teseka. Peple na teseka sana banduku. Mauaji, insecurity, kukosa kazi, mkulima wa watu hajue kama akimbilie wapi. Mujite kama mplacha population. Ile njoo ombi yetu akabambi sana. Parce tunajua kile mtaenda kule tu ni kwa tukupartager ma pouvoir. Hata mtakuya na masilaha mnakia kamata kama mtakamata kama mugini ni kutafuta tu pouvoir. Sasa pouvoir mwenye maraba njoo mwikali mwigabule. Nyinyi ndio mnadirisha kapei. Simsaidie population. Mimi recommendation ni kusema kitu akabambi sana. Kama kulikuwa tunapenda Kongole, kama tunapenda vraiment mkongomani atoke mihali kuamu, iko kazwa shiba kubwa tuikale. Njoo betu kuona ko leo hiyo. Buru unasikia hivi. Tuambiane vitu kati yetu kireno venye viendeke njoo hivi, tutengeneze hapa. Pepe na yona kama iko na banaume. Nyie peke njoo mlianjaka FCC cash, nyie peke mulivunja. Mujiulize mlivunjaka FCC cash njoo vitu gani? Kama mko wakati ku reparation njoo isimu repare. Nyie peke njoo mlivunjaka FCC cash. Nyie peke mkaivunja. Sasa mlivunjaka jua nini? Occasion njoo hiyo ngano no, la uli avait des erreurs njoo hapa na hapa, tu corriger pepe leo kupata mani. Na huko Kivu ya Kusini tunaelezwa kuwa mapigano makali yameshuhudiwa tangu mapema ya Jumanne hii kati ya vijana wazalendo na waasi wa M23 katika kitongoji cha Katana mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, mapigano hayo yalilenga ngome ya waasi, huku duru nyingine zikisema kwamba vijana hao wamefanikiwa kudhibiti kijiji hicho kinachopatikana karibu na mji wa Bukavu, mji mkuu wa mkoa huo. Hassan Chawera amezungumza na mkazi huyu ambaye anaeleza. Tangu jana kulikuwa vita vikali sana ngambo hiyo ya Katana. Wandugu wazalendo walikuja wanasema watakuja kutosha wandugu wa M23 wakamate Katana. Juu apartiri ya Katana wakamate aeroport, na wakamate aeroport kisha wanaendelea mpaka Bukavu. Me haikuwezekana paske wandugu wa M23 nao wanajua siasa, nao wanajua pigana. Alo, walishanje masasi, balipigana sana. Mpaka sasa hivi tunasikia kama ni wazalendo njoo wana ule mji wa Katana. Tunasikia tu kwa watu, mpaka saa hizi hatujui kama realimani wazalendo njoo wiko na Katana ama wandugu wa M23. Na hali koje kwa sasa maeneo ambayo unapatikana wao? Maeneo ambayo ninapatikana hali ni wasiwasi. Mamesaji za bongo, kesho msiende kukanisa, tutakia babombola, kisha batakuya na siku ile balionekana banakuya wakarudilia munjia bandugu ya hata ngambo ya Nyangezi huko kwenye balikuwa banasema biko nako. Tunasikia kama wandugu wa M23 wale wakimbiza wanakuwa mbali tena sana na Nyangezi mumapori huko. Alo, mpaka sasa hivi hapa boga iko kabisa. Munivyo ya Katana kule tunasikia kama watu walikufa, mabali perdiko benye zilikuwa zinakutana munjia yako zinakutana munyumba, mtu walikufa kabisa huko, watu wengi kabisa. Namni mwenzangu Hassan Chawela akizungumza na mkazi wa kitongoji cha Katana keleza kuhusiana na mapigano hayo. Na sasa tuelekee huko Afrika Kusini ambapo tunaelezwa kuwa waziri wa ulinzi wa taifa la DRC amekutana na mwenzake wa Afrika Kusini jijini Pretoria. Katika ziara rasmi ya Afrika Kusini, naibu waziri mkuu wa ulinzi wa
kitaifa amepokelewa Jumatatu ya Machi 24, 2025 na mwenzake wa Afrika Kusini Angie Wordshock huko Pretoria uso kwa uso. Wakati wa mkutano huo viongozi hao wamejadili masharti kuzindua tena ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizi mbili ukizingatia hali ya usalama ambayo DRC inapitia. Mada nyingine kadhaa muhimu ikiwa ni pamoja na uimarishaji wa kubadilishana mkakati wa kiufundi na hivyo kusisitiza mafunzo ya vitengo anuai ambayo ni vikosi maalum, vitengo vya athari za haraka, jeshi la anga na wafanyakazi wa majini, na juu ya uhamiaji wa utaalamu wa tasnia ya ulinzi zimetajwa. Viongozi hao pia wameongeza juu ya ujanibishaji wa mfumo wa ujasusi, maambukizi, marekebisho na kusababisha makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi yaliyopo kwa ujumuishaji wa maeneo mapya ya kushirikiana na uboreshaji wa dhamira ya kawaida kati ya mataifa hayo mawili. Mkutano huu pia uliamua kufuata ubadilishaji wa kawaida wa wataalamu wa pande zote mbili wakati wa kuandaa vikao vya kazi vya pamoja na mazoezi ya kawaida. Utakumbuka kwamba Januari mwaka huu waziri wa ulinzi wa Afrika Kusini alikuwa Kinshasa, mji mkuu wa DRC, kukutana na mwenzake wa Kongo kwa ziara ya heshima. Na hatimaye Kigoma. Umoja wa wamiliki wa maboti ya usafirishaji na wavuvi katika ziwa Tanganyika mkoani Kigoma magharibi mwa Tanzania wameomba serikali kupitia wakala wa meli Tanzania TASAC kujenga vituo vya mawasiliano vinavyosaidia kutoa taarifa wakati wa ajali wakiwa ziwani ili kurahisisha kutoa taarifa na kupata msaada kwa wakati na kuepusha maafa ambayo yamepelekea watu wengi kupoteza maisha na wengine kupotea kabisa. Wamesema hayo wakiwa katika kikao na viongozi wa mamlaka za uokozi kwa jeshi la polisi, zimamoto na utawala wa meli Tanzania TASAC mkoa wa Kigoma, na kwamba ukosefu wa mawasiliano imepelekea watu wengi kupoteza maisha na wengine kupotea kabisa kwa kukosa msaada kwa wakati. Ndani ya wiki moja kabla hapa tumepoteza takriban kama boti 2. Lakini shida kubwa iliyopelekea hadi wale manahodha ambao walikuwa ndani ya yale maboti kupoteza maisha, tulikuja kugundua kwamba ni mawasiliano. Pindi walipopata dharuba ile ya upepo walipozama, watu wakiwa wanajua kwamba hao watu bado hawajatoka, bado angali Rubugwe pale. Kumbe walikuwa wameshatoka zaidi ya siku 4. Tukaja kukuta kwamba ni mawasiliano ndio ambayo yaliosababisha wale mabana kupelekea kupoteza maisha. Kuna maboti ambayo tumeyapoteza kwa sababu ya mawasiliano. Wamepata shida, hakuna mawasiliano, ndio maana yametokea kutokea. TASAC Kigoma hawana fiber ya uokozi na ndio wadhibiti. Kwa hiyo serikali iliangalia hili nalo kwamba wawe kama trafiki kwenye barabara. Gari zinaondoka, trafiki wanakuwepo barabarani, na maboti yanaondoka, meli zinaondoka, TASAC wanakuwepo majini. Afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC Adam Mamilo amesema kwa sasa hakuna vifaa vya uokozi katika ziwa Tanganyika pamoja na mawasiliano ya uhakika, na kwamba juhudi zinaendelea ili kufanikisha suala hilo, wakati jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia kwa kaimu kamanda mkoa wa Kigoma Jacob Chacha akiwataka wavuvi kufuata sheria na kuepuka ajali. Unapotokea swala zima la ajali, kwa kushirikiana na vyombo vingine kama polisi marini, labda BMUs, basi inaratibu shughuli nzima ile la utafutaji na uokozi. Kuhusu swala la kifaa vinavyomilikiwa na TASAC kwa ajili ya uokozi, ambapo tutaanza sasa ujenzi kwa baadaye, bado upo kwenye mchakato wa ujenzi vituo hivi pamoja na upatikanaji wa maboti kwa ajili ya utafutaji na uokozi. Mradi utakuja kujumuisha pamoja na uboreshaji wa mawasiliano kwa upande wa maeneo ya Lake Tanganyika ambapo kuna changamoto ya mawasiliano. Jeshi la zimamoto na uokoaji limeongeza nguvu kwa maana kwamba tumepata askari wazamiaji kwa ajili ya kufanya shughuli za uokoaji katika ziwa Tanganyika. Askari watakuwa wanapatikana masaa 24 kwa ajili ya kutoa huduma zote za uokoaji. Rai yangu sasa kwa watumiaji wote wa vyombo vya kwenye maji, watumie hizo life jacket, wawe na vifaa saidizi vitakavyoweza kuokoa pindi ajali mbalimbali za kwenye maji zinapotokea. Kwa kufanya hivi tutakuwa tumetibu tatizo. Msikilizaji na mtazamaji, kwa ripoti hiyo ndio tunatamatisha taarifa yetu ya habari ya siku ya leo ya Machi 25 mwaka 2025. Sina shaka kuwa umehabarika vya kutosha, na ni kukumbushe kuwa kutamatika kwa taarifa hii ya habari ndio mwanzo wa maandalizi wa taarifa nyingine ya habari. Lakini pia kumbuka tunaendelea kusikika ulimwenguni kote kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la MTV Online. Lakini pia tunasikika eneo zima la maziwa makuu kupitia
kupitia redio wa shirika. Kwa niaba ya mwandaji wa taarifa hii ya habari Hassan Chawele akiwa mjini Goma mashariki mwa Kongo, mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa mjini Kigoma magharibi mwa Tanzania. Hadi wakati mwingine, asante na nikutakia wakati mwema.